Tumsifu Yesu Kristo. Tunaadhimisha leo Jumapili ya 27 ya mwaka C, mwaka wa kanisa, katika kipindi cha kawaida cha mwaka 2025. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Habakuki, sura ya kwanza aya ya 2 hadi ya 3 na sura ya 2 aya ya 2 hadi ya 4. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya kwanza aya ya 6 hadi ya 8 na aya ya 13 hadi ya 14. Injili takatifu inatoka kwa mwenjili Luka, sura ya 17 aya ya 5 hadi ya 10. Katika ujumla wake, neno linalotuongoza ni hili linalotoka katika somo la kwanza: mwenye haki ataishi kwa imani yake. Wapendwa ndugu zangu, katika somo la kwanza tunamuona nabii Habakuki akiwa anamlilia Mungu dhidi ya viongozi na wakuu wa nchi kwa sababu ya udhalimu wao, uovu wao, ugomvi wao, uharibifu wao, ukaidi wao na mashindano walionayo wao kwa wao, mambo ambayo yanawaumiza watu wa chini, watu maskini wanaoendelea kukandamizwa na kunyonywa kila siku. Mbele za nabii anaona kwamba kilio chake hakisikiwi na Mwenyezi Mungu. Ni kana kwamba Mwenyezi Mungu amefumba macho yake asione maovu anayotendewa watu wake, amefumba masikio yake asisikie kilio cha watu wake. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa na sababu za kujifanya haoni wala asikii. Sababu ya kwanza, Mungu anaona maovu yote, lakini Mungu anampenda kila mmoja aliyemuumba kwa upendo wake. Hivi si mpango wa Mungu kumwangamiza yeyote. Ingawa pale inapokuwa imeshindikana kabisa, Mungu analazimika kuangamiza. Lakini kiukweli Mungu hapendi kuangamiza watu wake. Kwa hiyo hata hao waovu waliokuwa wanashtakiwa na nabii mbele zake ni watu wake, anawapenda na hivi angependa waokolewe. Hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Mungu si kwamba alikuwa hasikii wala haoni maovu yao, lakini alikuwa anakawia ili kuwapa nafasi ya kutafakari, ya kufanya malipizi, ya kuongoka na kubadilika ili waweze kuokolewa na Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, kukawia kwake huko kote kunampa Mwenyezi Mungu uzoefu ambao anakuja kutoa kama jibu kwa nabii wake Habakuki. Mwenyezi Mungu anagundua ya kwamba moyo wa mtu mwovu umejaa majivuno na wala hana nafasi ya kukaa na kutafakari juu ya matendo ya maisha yake, bali moyo wake umejaa majivuno na daima hauna unyoofu, unatafuta daima kujiongezea, kujirimbikizia na anazidi kuharibu zaidi. Kwa maneno yake Mwenyezi Mungu anamwambia nabii kwamba roho yake, yaani mtu mwovu, hujivuna na haina unyofu ndani mwake. Jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu anamwambia nabii wake ni kwamba mtu mwenye haki ataishi kwa imani yake. Yaani mtu aliye mwenye haki asigeukie uovu kwa sababu ameona waovu wanafanikiwa. Badala yake aendelee kutenda haki kwa imani aliyonayo kwa Mwenyezi Mungu, na imani hiyo aliyonayo kwa Mwenyezi Mungu itamfanya astahimili kila kitu na hatimaye itamfikisha kwenye uzima wa milele. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa maneno yake anasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la pili tunaona mwandishi anaongea juu ya mtumishi mwaminifu wa Mungu. Paulo anamwandikia mwanaye mtumishi mwenzie, lakini ambaye yeye mwenyewe kamweka madarakani, yaani Timotheo. Anapomwandikia anataka awe mtumishi mwaminifu wa Mungu. Ili apate kuwa mtumishi mwaminifu wa Mungu, kuna sifa tatu muhimu, mambo matatu muhimu ambayo anapaswa kuyazingatia. Jambo la kwanza, anapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu, yaani aongozwe na Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu atamtia nguvu, maana hatukupokea roho wa woga bali roho wa nguvu. Atamtia upendo, maana yeye ndiye upendo wa Mungu, lakini pia atamfanya kuwa mtu wa kiasi. Hayo yote yatathibitisha imani yake aliyonayo kwa Mwenyezi Mungu, yataithibitisha kwa matendo.
na namna hiyo mtumishi wa Mungu ataaminiwa na watu wa Mungu na atapendwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Paulo anamuasa Timotheo kuzingatia hilo ili aweze kupendwa na Mwenyezi Mungu na kuaminiwa na watu wa Mungu. Jambo la pili analopaswa kulizingatia, lazima awe mwajibikaji, yaani ayamudu vyema madaraka yake bila kukwepa wajibu wake. Afanye kila kitu kwa imani akisukumwa na haki ya Mwenyezi Mungu. Hilo ni jambo la pili ambalo anamuasa kulizingatia. Na jambo la tatu na muhimu, lazima awe mwaminifu, yaani asiwe kigeugeu, bali maneno yake na matendo yake virandane na imani yake. Ahadi zake ziwe za kweli, na autumie muda wake na nafasi yake aliyo nayo kama kiongozi kutafuta, kuishi na kusimamia ukweli. Mambo haya yote yatamfanya kuwa mtumishi mwaminifu wa Mwenyezi Mungu. Mambo haya yote yatamfanya apendwe na watu, aaminiwe na watu na kupendwa na Mwenyezi Mungu. Mambo haya yote yatamfanya aishi kama mtu mwenye imani mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi wapendwa ndugu zangu, tukizingatia hali tulio nayo kwa sasa, kuishi namna hiyo sio rahisi, ni ngumu sana. Inahitaji kweli kuwa na imani thabiti kwa Mungu, ili Mungu akujalie roho wake, roho apate kuchochea ndani mwake, ndani mwa kiongozi, karama za Mwenyezi Mungu ambazo ni unyenyekevu, sala, kitubio, malipizi na uongofu, ili aweze kuishi kwa kukishinda kiburi cha madaraka, kwa kushinda majivuno, kwa kushinda anasa, kwa kushinda uchokozi, kwa kushinda uchochezi, kwa kushinda unyang'anyi, kwa kushinda wizi, kwa kushinda unyanyasaji na kadhalika. Namna hiyo mtu wa Mungu ataonekana ana imani kweli kwa Mwenyezi Mungu, atapendwa na Mungu na atafanya mapenzi ya Mungu, na pia ataaminiwa na watu. Aidha, katika Injili takatifu tunaona mitume wanamuomba Yesu awaongezee imani, lakini jibu la Yesu ni la kushangaza, kwamba mngekuwa na imani hata chembe ya haradali tu, mngeweza kuambia mkuyu huu ng'oka hapa ukajipande baharini, nao ungewatii. Hapa Yesu hakumaanisha kwamba mitume hawakuwa na imani, lakini alitaka kusisitiza umuhimu na nguvu ya imani. Ndiyo maana ni lazima tuishi kwa kuithibitisha imani yetu. Imani ni muhimu sana kwa sababu ina nguvu ya kufanya kila jambo. Maana ni Mungu anayetenda mtu anapoamini, wala sio yeye. Kwa hiyo hakuna kitu kinachoishinda imani. Kwa hiyo Yesu anaposema ya kwamba mngekuwa na imani mngeweza kufanya hivi, anataka kuwaonesha umuhimu wa imani. La kwanza ni kwamba hakuna kinachoshinda imani. Jambo la pili ni kwamba imani huthibitika kwa matendo. Tunapoamini ni lazima tudhihirishe imani yetu kwa matendo, kwamba sisi ni waamini, tumemwamini Mungu, na matendo yetu ya kiimani ndiyo haya. Jambo la tatu analotaka kusisitiza Yesu ni kwamba imani huharibiwa na sifa na faida binafsi. Watu wengi wanashindwa kuonesha matendo ya kiimani kwa sababu matendo wanayotenda hata kama ni ya kiimani hawayafanyi kwa nia ya kuleta sifa na utukufu kwa Mungu, kwa tuzo moja tu la uzima wa milele, bali wanatafuta sifa na faida binafsi. Kwa hiyo Yesu anataka kusisitiza, ndiyo maana anasema mkisha kutimiza yote semeni sisi ni watumishi wasio na faida. Kwa hiyo wasitafute faida binafsi, bali wafanye kila kitu kwa imani, wakitegemea tuzo la uzima wa milele. Imani lakini hulishwa kwa upole, wema na unyenyekevu. Tukitaka imani yetu iwe yenye nguvu na ituzalie matunda ya wokovu ambayo Kristo anayakusudia, basi ni lazima tuilishe daima kwa upole, kwa wema na kwa unyenyekevu, na tutafanya yote kwa kumpendeza Mungu. Hapo ndipo imani yetu itakapotulisha na kutusimamisha na kutufanya tuishi kama watu wenye imani mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwisho ni kwamba tuzo kuu la imani ni uzima wa milele mbinguni. Kwa hiyo tutafute faida moja tu katika imani yetu, tuzo la uzima wa milele. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Imani yetu na idhihirike kwa matendo yetu, nasi tutaishi mbele za Mungu kama watu wanaomwamini.